Ni miche ya kahawa ya kisasa inaitwa Compact, ambayo imezalishwa Tanzania kwa taasisi ya kuzalisha na kuendeleza zao la kahawa TACRI. Miche hii imetoka mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, kituo cha utafiti cha Mbimba, ofisi ya mkuu wa wilaya. Baada ya kuona kuna upungufu mkubwa wa miche ya kahawa katika wilaya ya Songea na hata Mbinga haipo, lakini wananchi wamepokea wito wa kupanda mikahawa kwa wingi katika wilaya ya Songea, kwa maana ya Madaba, kwa maana ya Peramiho pamoja na manispaa. Manispaa ni mjini, lakini tunayo maeneo ya kutosha. Tunalima mahindi, tunalima mikahawa tunalima katika milima ya Matogoro, hasa kata ya Ndilima Litembo, kwenye maeneo yote ya Mahiro, hayo yanazalisha sana kahawa. Kwa hiyo baada ya kuona tumekwama na Mungu katupa mvua nzuri mwaka huu, maana katika mikoa ambayo mvua inanyesha vizuri mwaka huu ni pamoja na mkoa wa Ruvuma, kwa kweli tumepewa bure. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kuwa inaweza kuzalisha miche, na wenzetu wa TACRI pamoja na bodi ya kahawa wanaweza kuzalisha miche kwa ajili ya kulima bure. Hizi mvua ambazo zimeanza kunyesha wiki hii, tuhakikishe tunapanda mikahawa hii. Sio tu kupanda na kuitunza. Zao la kahawa kama mnavyofahamu, kwa mwaka huu wa 2024 2025 limeuzwa kwa bei nzuri sana duniani, kiasi ambacho hakuna mtu alitegemea. Kilo moja tu ya kahawa kwa mara ya kwanza tangu uhuru tumeuza kwa shilingi 10,000 kwa kilo hii moja. Ndio kusema kwamba kimfuko cha kilo 50 kimeuzwa shilingi 500,000. Tena hiyo mfuko wa kilo 50 ni kahawa ya maganda, shilingi 500,000. Hizi sio fedha kidogo sana, ni fedha nyingi. Kwa mtu mwenye magunia 10 alikuwa na milioni 5. Mtu mwenye magunia 20 huwezi kumgusa. Kwa hiyo nataka kutoa wito kwa yafuatayo. Kwanza, wataalamu wa kilimo wilaya ya Songea wamefanya kazi nzuri sana kwa kipindi cha mwaka 2023, 2024 na sasa tunaingia 2025. 2023, 2024, 2025 tumepanda miche ya kahawa ambayo haipungui 30,000 almost. Ndio, kule Mahiro tuna zaidi ya 16,000 na hii hapa sasa, na mingine Ndilima Litembo, na wewe kule ile ni Songea vijijini. You see, yote hiyo ni mikakati. Ukiona mambo yanatokea hapa, hatokee kwa bahati, ni watu wanapanga mikakati. Watu wa kilimo, idara ya kilimo inajituma, inaorganize mabwana shamba wake, inahamasisha wakulima, inawasaidia, na msaada wenyewe ni pamoja na kupatikana kwa mikahawa hii. Vivyo hivyo kwa Madaba, wamepanda miche ya kutosha sana. Na kesho nimeambia Madaba wameweka mkakati mwingine wa kugawa mbegu ya shairi. Yote hayo ni maendeleo makubwa. Kwa hiyo halmashauri ya wilaya ya Songea, manispaa ya Songea na halmashauri ya wilaya Madaba, miaka michache ijayo itakuwa na mapato makubwa sana kutokana na zao la kahawa. Halmashauri ya wilaya ya Songea imeendelea na mkakati wa kushirikiana na mwekezaji mkubwa, shamba la Avivu. Avivu amezalisha miche, mpaka sasa amezalisha miche mingine kama 1,000,000 ambaye anaanza kuigawa mwaka huu kwa wakulima wanaozunguka ile shamba kubwa la kahawa. Sasa nataka niwaombe wakulima, miche hii kaitunzeni. Imetoka mbali sana, imetoka Songwe mpaka imekuja kuingia Songea, zaidi ya kilomita 600. Nitasikitika sana miche hii ikifa. Tunza miche hii, iwatunze. Na kahawa katika mkoa wa Ruvuma, mikahawa katika mkoa wa Ruvuma, ukishapanda leo, hesabu miezi 18 unaanza kuchuma. Ni tofauti na Bukoba, ni tofauti na Moshi, ni tofauti na Mbeya. Unapanda mikahawa, yani mtoto alikuwa hana uwezo wa kutembea mpaka anaanza kukimbia mchaka bado hujaanza kuvuna. Hiyo mikahawa kule inachelewa sana. Sisi huku hali ya hewa
ndani ya miezi 18 unaanza kuvuna. Kwa nawashukuru sana. Nataka niwakabidhi kwa niaba, ataanza nani? Majina anaitwa Zawadi Ngwalo, mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi, Manispaa ya Songea. Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Songea kwa kutusaidia kupata miche hii ya kahawa na kuwagawia wakulima wetu wa kata ya Ndilimalitengo bure. Mikakati ambayo tumejipanga kwa halmashauri ya Manispaa ya Songea ya kuendeleza zao la kahawa, cha kwanza kabisa idara imejipanga kufanya ufuatiliaji kama ilivyo kawaida, maafisa ugani wote kuwafuatilia wakulima, kutoa ushauri, kanuni bora za uzalishaji wa zao la kahawa kuanzia kupanda mpaka uvunaji. Lakini pia mkakati wa pili ni kusimamia vyama vya msingi ambavyo vinahusika na ukusanyaji wa zao la kahawa pindi linapovunwa, lakini kuangalia ubora na mpaka kupeleka kwenye soko. Cha tatu, mkakati ambao umepangwa, idara ya kilimo tuna jukumu la kusimamia masoko na kuhakikisha wakulima ambao wanapeleka mazao haya kwenye soko wapate fedha zao, lakini pia wapate mavuno ambayo ni bora. Mimi kwa majina naitwa Isa Mlela, ni mhifadhi wa Kala na misitu. Leo hapa Mheshimiwa DC ametugawia miche ya mikahawa. Moja, kwanza itatusaidia sisi kama watumishi wa umma kuongeza kipato ambacho kitatupelekea sisi kuishi, kuboresha maisha yetu. Lakini pia ukiangalia hii miti, hii mkahawa ni sehemu ya mazao ambayo yako asili ya timbao. Kwa hiyo itatusaidia sisi kutunza mazingira kwenye maeneo yetu ambayo tunapanda. Ni tofauti na mazao ya kilimo, mazao ya chakula kama mahindi, karanga ambayo ni ya msimu mmoja. Lakini miti kama hii hapa inakaa msimu wote, ambayo itakaa misimu hata miaka 10, miaka 20. Sasa kwa muda ule ambayo inakuwa ipo pale kwenye ardhi, inasaidia kutunza uoto asili, lakini pia inasaidia kutunza unyevunyevu, lakini pia inasaidia kutunza mazingira. Kwa hiyo ni wahamasishe watumishi wengine waweze kuja kufuata miche hii hapa kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye amesafisha kutoka Mbeya na kuletea wananchi wake, tukiwemo sisi watumishi wa umma, kwa ajili ya kupanda kwenye maeneo mbalimbali ya mashamba yetu. Mama Misango, Fatuma Misango, niko katika halmashauri ya Manispaa ya Songea. Kwa zoezi hili ambalo nimelikuta hapa kwa mkuu wa wilaya, ni kama vile nimewakilisha wanawake wenzangu kupitia ile elimu ambayo mkuu wa wilaya ameitoa pale. Kwa hiyo ninasema tu kwamba hii kwetu ni fursa kama wanawake, kwa sababu tumetegemea tu kwamba zao la mahindi ndio lio la biashara, lakini hii ni fursa ambayo itatuongezea mabadiliko kabisa katika fikra zetu. Baada ya kutegemea tu zao la mahindi likao la biashara, kumbe kuna uwezekano kabisa wa kubadilisha mtazamo na kwenda kwenye bidhaa ya kahawa ambayo tumezoea tu kwamba wanalima tu Mbinga, wanalima sehemu zingine ambazo tulikuwa tumezoea kuzisikia, lakini kwa mbegu hizi nafikiri ni lazima tutumie kwetu kama fursa, kwa sababu maelekezo ya mkuu wa wilaya amesema kwamba baada ya miezi 18 mtu unavuna. Sasa kama ni baada ya miezi 18 mtu unavuna, nafikiri ni fursa ya kuichangamkia sana, kwa sababu mara nyingi sana tunakuwa na hali za umaskini kutegemea zao moja, lakini sasa hivi tunaona kwamba viongozi wetu kwa namna moja au nyingine wanatafuta fursa ziliko na kutuletea. Kwa hiyo mimi kama mwanamke najaribu kuhamasisha wanawake wenzangu kwamba fursa hizi zinapopatikana ni lazima tuzichangamkie ili tuwe na mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Lakini vile vile ninapongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hizi ni fursa zinatokana na jinsi ambavyo viongozi wanajipanga. Kwa hiyo lazima zinapotokea fursa tuzichangamkie, na tunaendelea kumtia moyo mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kutupa viongozi wale wenye mitazamo ambayo inatuonyesha kwamba sasa hivi tunaingia kwenye mabadiliko ya kiuchumi. Mwenyekiti wa mtaa wa Ndilimalitengo, Magnus Jacob Nyoni. Kimsingi ni kwamba nipo katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Nilipeleka ombi kwa sababu wananchi wangu wana mahitaji ya zao la kahawa. Nilipeleka ombi la kupata miche ya kahawa, lakini kwa muda mrefu zoezi la miche lilikuwa hadimu. Lakini amepata miche hizi mbali kupita kiasi, kwa maana ya Mbeya,
Baada ya kuipata basi akanijulisha nije hapa ofisini kwake, na mimi nikawaomba wananchi wangu wafike hapa tayari kwa kupata miche. Kimsingi namshukuru sana mkuu wa wilaya yote ya Songea tu, si tu Songea yote kwa jumla yake. Ameweza kutupambania na kupata miche hii bora, si tu miche tu ya kahawa, miche bora ambayo inaweza kufuta kabisa, kama tutaitumia vizuri itaenda kufuta kero ya uchumi wetu utapanda kwa kiwango kikubwa, kwa sababu miche yenyewe ni ya kisasa, kwa sababu imetoka kwenye chuo cha utafiti kule Mbeya. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa niaba ya wananchi wangu wa Ndilima Litembo, naahidi kwamba tunakwenda kuisimamia miche hii isiungue hata moja, hata ikishindikanika kupatikana mvua ambazo neema inayoendelea, basi hata imwagiliwe ili tuweze kuikomboa, kwani ni mkombozi kwa wakulima kwa mtaa ninakotoka.